Na sasa tunarejea katika majlisi hii ya pili, nikikumbushia kwamba mada yetu bado ni ile hali ya Muislamu baada ya mwezi wa Ramadhani. Hapo hapa tunaweza kuona amana, tumegusia zaidi katika upande wa amana. Lakini hayo yote yanaingia katika mada yetu. Kivipi? Ngoja tuendelee kwa pamoja biidhnillahil karim. Nitakubainikia wazi haya ambayo tunayazungumza. Ndugu zangu, tumeona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha sisi kuzitekeleza amana, na kwa tafsiri yake tumeona hapa maneno ya alim min ulamai at-tafsir al-Imam Saadi rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea tafsiri maneno haya yaliyokuja katika aya hii, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na haya ndiyo tunayoyaishi, kwa sababu mzunguko wa maisha ndio ulivokaa, kwamba lazima tuaminiane, kuna kukopeshana, kuna kukabidhiana mambo fulani. Allah Subhanahu wa Ta'ala alim, kafahamu kwamba inawezekana katika hali isipokuwa na mwelekeo au na muongozo utokao kwake, basi hatutoweza kutendea na haki katika hizo amana. Maana akaja kuleta maamrisho na muongozo katika jambo hilo la amana. Sasa watu tuna amana baina yetu kwa sisi. Lakini niwaambie tu kwamba mwezi wa Ramadhani ni katika amana ambayo hiyo sio sisi kwa sisi. Sasa hiyo ni amana ya sisi na Mola wetu Allah jalla fi'ala. Mwezi wa Ramadhani ni katika amana ambayo sasa sisi tumechukua kutoka kwa Allah tabaraka taala. Mwezi wa Ramadhani katika ibada, katika nguzo za Uislamu, katika ibada hizi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala tuambia, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na ndio maana ukitizama mlolongo wa ibada na misimu ya ibada, utaona kweli kabisa hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kikubwa zaidi ambacho ametuambia sisi ni kumwabudu. Hakuna msimu umewahi kufika tukaelekezwa kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika msimu huu anakuamrisheni sasa katika mambo yenu ya kidunia, kwamba anakuamrisheni ima mpambane kweli kwa ajili ya kukusanya pesa, anakuamrisheni labda kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya kulima. Siyataja hayo kwamba ni haramu, nataja tu kwamba haya, tizama kwamba hakuna mahali ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuja akitupa msisitizo kwamba haya tuyatekeleze, tuyafanye, haya ni amana na kadha. Hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka tuyafanye, lakini si kwamba mtu ndio amekalifishwa kama alivyokalifishwa katika upande wa ibada, kwa sababu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndio maana inapishana misimu wa Ramadhani, mara Shawwal 6, vipindi mbalimbali hizi ibada zenyewe za swala
kutoa. Unaona ibada hizo, rundiko la ibada hiyo. Ndio maana Allah Subhanahu wa ta'ala hajatumbia jambo kubwa zaidi, atumbia sisi ni kumwabudu yeye. Sasa kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani usije ukatusahaulisha kwamba sisi tuna amana ya ibada na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wasije wakarejea nyuma baada ya kuwa wamesimama sawa sawa katika kufanya ibada, katika kumlilia Mola wao, katika kuelekeza dua zao mbalimbali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasije watu wakafirika na hivi kwamba mwezi umeondoka, sasa ni mwendo wa kula na kunywa na kujivinjaji, wakasahau ibada, ukaingia katika mambo ambao walikuwa wamejizuia nayo katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Walikuwa wameacha kuvuta sigara, mabangi na mambo mbalimbali, uzinifu, wizi, walikuwa wameacha. Sije kukupitikia katika akili kwamba sasa nipo katika sehemu ambayo au katika kipindi ambacho naweza kufanya lolote. Hapana. Ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suratul Ahzab aya ya 72, anasema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Kia sasa amana ya ibada sisi wenyewe tulikubali, kila mtu alikubali kuichukua amana hii kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Allah nipe, mimi nitaweza kutekeleza amana hii. Tukaichukua baada ya viumbe vikubwa huko vimekataa kuiogopa amana hii, sisi tukasema ilete hiyo ya Allah, ilete. Anasema inna aradna al-amanata, hakika sisi Allah tulidhihirisha amana, kutaka kuwapa au juu ya kuwapa. Inna aradna al-amanata, sisi tulidhihirisha amana, tuliweka wazi, tukaiweka pale kwa lengo la kuchukuliwa. Ala samawati wal ardi wal jibali, tukaiwekea milima, tukaiwekea mbingu, tukaiwekea ardhi, tukaiwekea na milima. Ilichukuliwa amana, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa amekusanya milima, mbingu na ardhi, alafu akawawekea ile amana mbele yao, akasema kuna amana hii baba, nani wa kuichukua? Kuna amana, nani wa kuichukua amana hii? Ndio aelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa abaina an yahmilnaha. Allah anataja kwamba hizi mbingu na ardhi na milima vikakataa kuichukua ile amana, vikakataa. Wa ashfaqna minha, na wikawa vimeiogopa ile amana kuibeba, vikakataa. Unaweza ukajiuliza ilikuwa vipi Allah akaleta milima, mbingu na ardhi akaviweka pale, alafu akavipa amana, akaviongelesha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, Allah juu ya kila kitu yeye ni mweza. Na Allah anazungumza na anachokitaka yeye kuzungumza nacho. Waman asdaqu min Allahi haditha, ni nani mwenye mazungumzo mazuri sana kuliko Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waman asdaqu min Allahi qila, ni nani mwenye usemi, mwenye kuweza kuzungumza mazungumzo ya kweli kweli kulimshinda Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah anazungumza. Hata haya maneno ya Qur'ani haya sio kiumbe. Allah hajaomba Qur'ani,
haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan. Allah ameyazungumza haya kweli, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wasije wakawa na itikadi za wale ambao wanaona kwamba Qur'an ni makhluk, jambo ambalo lilipelekea wanazuoni wakubwa kama al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani waadhibiwa kutokana na kupinga kwamba Qur'ani laysa bimakhluk. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na kila anachokitaka. Allah amezungumzisha mitume wake, Allah amezungumzisha viumbe vyake mbalimbali. Wakallama Allah Musa taklima, akataja katika sehemu nyingine kuhusiana na manabii na mitume, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kuna baadhi yao Allah subhanahu wa ta'ala aliwazungumzisha. Kwa hivyo hapa sasa Allah subhanahu wa ta'ala anavizungumzisha mbingu, ardhi na jabali yote, kwamba kuna amana hapa. Ni nani anayeweza kuichukua? Nani kafurahishwa nayo aichukue? Fa abaina ayyahmillah, yote vikakataa kuibeba hii amana. Wa ashfaqna minha, na vikao vimeiogopa amana hii. Lakini wakati huu mwanadamu ndiye alikuwepo hapa. Mwanadamu, kiumbe huyu mwanadamu, na yeye alikuwepo hapa. Na kwa wingi wa tamaa na kujiona kwamba anaweza, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa hamalaha al-insani, wa hamalaha al-insani, akawa ile amana ameibeba mwanadamu. Mbingu saba zimekataa, zimeogopa, na ardhi na jibali na majabali, lakini mwanadamu dhaifu kabisa, yeye akasema leta hiyo, Allah mimi naiweza, nipe hiyo. Wahama halinsani, mwanadamu akaichukua ile amana. Akawa ameibeba sasa mwanadamu amana hiyo. Amana yenyewe ni ipi? Wametafsiri maulama wakitaja na kuielezea amana hii. Tutakuja kuona maneno ya Imam Sadi. Hii ni amana gani ambayo hivi vilikataa? Na ukataaji huu haukuwa ni ukataaji kwamba vinaonyesha kiburi, kwamba sasa hivi viumbe vimeonyesha kiburi. Sasa mwanadamu kwa sababu ni mtiifu sana, ndio maana yeye ndio akakubali sasa kwamba mimi nitaichukua kwa sababu ya kuonyesha labda utiifu na udhalili wake kwa Allah. Hivi alikukataa kwa sababu hii, na wala kwamba havitaki thawabu. Hivi viliogopa kuibeba amana hii. Masuhulia ni mazito sana ya hiyo amana. Wa hamala al-insan, akawa alibeba mwanadamu. Akaendelea katika sura hiyo, suratul Ahzab, akataja katika kumalizia mwishoni mwa aya hiyo akasema, yu'adhibu Allahu al-munafiqin wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wa kana Allahu ghafurur rahima. Tuanzie hapa katika aya hii ambayo ameelezea al-Imam Sadi, aya ya 72. Akasema Imam Sadi rahimahullah ta'ala, yu'azzimu ta'ala sha'n al-amana. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatukuza, anaonyesha ukubwa wa jambo la amana. Yu'azzim ta'ala sha'n al-amana. Allah subhanahu wa ta'ala anatukuza, anaonyesha ukubwa wa jambo la amana.
allati tamana Allahu 'alayha al-mukallafin, bayo amana hii yenye uzito wa hali ya juu Allah subhanahu wa ta'ala aliwaaminisha na kuwakabidhi juu ya amana hiyo al-mukallafin, wale wote wanaowajibika kuichukua na kuibeba amana hii. Allati, amana ambayo ni imtithalul awamir, kufanyia kazi maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajitinabil maharim, na kujiepusha na maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi hali sirri wal khufya ka hali alaniya, katika hali ya siri na kujificha kama ilivyo katika hali ya wazi. Narudia hapa katika hii amana allati, amana ambayo hiya ni imtithalul awamir, kufanyia kazi maamrisho ya Allah, wajitinabil maharim, na kujiepusha na makatazo yake, fi hali sirri wal khufya, katika hali ya siri, ka hali alaniya, kama ilivyokuwa katika hali ya uwazi. Hii ndiyo amana ambayo mbingu na ardhi na milima vilikataa, vikaogopa. Mwanadamu yeye akasema naomba, leta, mimi naiweza hiyo. Imtithalul awamir, tukakubali sisi, nafsi zetu zikakubali kwamba tutafanya kazi maamrisho ya Allah yote aliyotuamrisha, tutafanya kazi. Wajitinabi almaharim, na tutajiepusha na maharimisho yake yote Allah subhanahu wa ta'ala, fi hali sirri wal khufya, tutafanya hayo katika hali ya siri kabisa, tumejificha. Maamrisho tutayafanya na makatazo tutajiepusha naye, hata tukiwa katika sehemu hatuonekani, kahali la alania, kama vile ambavyo tutafanya hivyo tukiwa katika sehemu ambazo tunaonekana wazi na kila mmoja. Hili tukalikubali. Ndio hayo sasa maamrisho. Ndio hii sasa funge mwezi Ramadhani. Maamrisho ndio ibada ya swala. Maamrisho ndio kuamrisha mema, kutazama maovu, kumfuata mtume na mambo mbalimbali ambayo sisi tumeamrishwa kuyafanya. Hayo tumeyakubali sisi. Wahamalaha al-insanu, akawa ameibeba amana hii mwanadamu. Na hilo ni jambo ambalo linawezekana. Unaweza kujiuliza ina maana na nini? Yaani katika huo mkataba na mimi nilikuwepo? Ndio. Na mwanangu ambaye hata bado sijazaa, lakini hata mtoto wangu, ina maana huo mkataba alichukua? Ndio. Sote. Ndio katika suratul A'raf aelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 172 akisema, wa akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin au taqulu inma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhrikuna bima qala al-mubtilun. Ataja Allah subhanahu wa ta'ala namna ambavyo imechukuliwa mikataba yetu na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kumkiri kwamba yeye ni Mola muumba wetu sisi, na kwamba hatumshirikisha, tutamfuata katika yote ambayo tumeamrishwa. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam, kumbuka Allah subhanahu wa ta'ala amkumbusha nabii Mtume alayhi salatu wassalam, mwambia kumbuka idh akhadha rabbuka
wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala akhadha rabbuka alipochukua Mola wako. Kumbuka alipochukua Mola wako mlezi mimbani adama kutoka kwa wanadamu min dhuhurihim kutoka migongoni mwa kizazi chao dhurriyatan. Kumbuka wa akhadha rabbuka, kumbuka alipochukua Mola wako mimbani adama min dhuhurihim dhurriyatahum. Kumbuka alipochukua Mola wako wanadamu anasema wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum. Kumbuka alipowaleta hapa. Akhadha imetafsiriwa na baadhi ya mufassiruna wakitafsiri kwamba hapa ni kuleta. Akhadha kwa maana kwamba ya kuleta, kwamba kumbuka alipowaleta wanadamu, kumbuka alipowaleta wanadamu kutoka miongoni mwa kizazi chao. Kumbuka alipowaleta wanadamu kutoka miongoni mwa kizazi chao, kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikusanya na kuwaleta wanadamu kutoka miongoni migongoni mwa kule ambako watazalikana. Kwa kwamba kwa mfano wewe walichukuliwa na kuletwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala watoto ambao watazalikana na wewe, nafsi zao zilichukuliwa na wale watoto vile vile watoto kikachukuliwa kile kizazi chote ambacho kitatokana na migongo yao na chenye kikachukuliwa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakusanya vizazi vyote, nafsi zote kuanzia kwa Adam, yeye mwenyewe akachukuliwa kile kizazi chake chote na wale wote watakaozalikana wote. Ndio maana wametofautiana na alimamu al-Qurtubi kama sijasahau, na yeye ameeleza kwamba aya hii imekuwa na mushkila, imewatatiza mufassiruna walikuwa ni wengi, pengine na mimi nikawa miongoni mwao katika upande wa kuielezea kwa ufasaha zaidi. Wengi katika maulama na sisi ambao ni wanafunzi, aya hii kuielezea na undani wake zaidi kwa wengi ambao ni wamejaribu kuifuatilia imekuwa kidogo kuna mushkila. Lakini zimekuja riwaya mbalimbali za hadithi mtume akitaja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumuumba Adam alimkamua mgongo wake. Adam alayhi salam alimkamua mgongo wake, kile kizazi chake chote ambacho kinatokana naye chote alikikamua, kikawa sasa Allah amekiweka katika kiganja, nafsi zote ameziweka katika kiganja chake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sasa ukaanza kufungamanishwa mkataba huu watu wote. Allah subhanahu wa ta'ala kamkamua Adam mgongoni mwake, alafu zile nafsi za wanadamu wote akawa ameziweka kiganjani mwake, alafu akawa anazitamkisha. Sasa ndio sisi hapa zukawa tunatamkishwa, ndio akaendelea wa ashhadahu, na Allah akawashuhudisha hao wanadamu wote ala anfusi, juu ya nafsi zao wenyewe, nafsi zao wenyewe. Hakuchukua wengine alafu labda mkataba akafungamana nao alafu hilo swali aje awaulize wengine ambao hakula nao mkataba. Hapana, sisi wenyewe ambao tumekula na mkataba huu na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amezichukua nafsi zetu wa ashhadahu, na akawashuhudisha ala anfusihim, juu ya nafsi zao wenyewe, akawaambia
alastu birabbikum, baada ya Allah kuwa ameziweka nafsi zetu katika kiganja chake, akatwambia, kaziambia hizi nafsi, alastu birabbikum, hivi mimi si ndiye Mola wenu? Mimi si ndiye Mola wenu? Qalu bala, nafsi zote zikasema kizazi chote watu wakasema naam, bala, wewe ndiye Mola wetu. Qalu bala shahidna, qalu bala shahidna, ndiyo wewe ndiye Mola wetu, tumeshuhudia hilo. Wewe ndiye umetuumba, ndiye mlezi wetu, wewe ndiye kimbilio letu. Qalu bala shahidna, nafsi zote zikawa zimesema ndiyo wewe ndiye Mola wetu. Baadhi ya mufassiruna wanaelezea kwamba baada ya hapo kuwa ametamkisha hizi nafsi, akazirejesha katika mgongo wa Adam, akazirejesha katika mgongo wa Adam, na mimi na wewe ni katika watoto wa Adam. Kwa hiyo akawa amezirejesha nafsi zetu katika mgongo wa Adam, kwa sababu tumekiri, kwa tumekula mkataba hapa, tumekula mkataba hapa. Sasa baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema antaqulu yawm al-qiyama inna kunna an hadha ghafilin, tukachukua mkataba na nyinyi msije mkasema siku ya kiyama inna kunna an taqulu yawm al-qiyama, ili msije mkasema siku ya kiyama inna kunna an hadha, hakika ya Allah kuhusiana na jambo hili bwana, jambo la kuabudu, kutii, kuyafuata maamrisho na kadha na kadha, msije mkasema kunna an hadha ghafilin, sisi bwana kunako hili sisi tulikuwa tujui. Kunna ghafilin, tulikuwa tujui, hatukujua kama wewe ndiye uliyetuumba, wewe ndiye mlezi wetu, wewe ndiye ambaye tumechukua amana kwako wewe, sisi hatukujua bwana. Msije mkasema hivyo tena mkaendelea ikiwa mnasema hautakulu, au mkaja mkasema inma ashraka abauna min qabl, hakika Allah wameshiriki, yani wamekushirikisha wewe wale mababu zetu bwana. Si mkasema hivyo kwamba labda ni mababu zetu wale, sisi bwana, sisi hatukujua kwamba tumekula na wewe mkataba. Sisi tunachofahamu wale babu zetu, baba zetu, hao ndio wanastahili kuadhibiwa kama ni katika dhambi la shirki, kwa sababu hao ndio waliofunga nao mkataba. Sasa sisi kwa nini utuadhibu? Afatuhulikuna bima fa'ala al-mubtilun, sasa Allah unataka kutuadhibu na kutuangamiza kwa yale yaliyofanywa na watu waovu hao, babu zetu na baba zetu, hao ndio walikula mkataba na wewe. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka wigo, msije mkasema hivyo. Ndio maana akachukua nafsi zote akazishughulisha, ili watu wasije wakaleta visingizio kwamba labda waliochukua mkataba ni babu, ni wale mababu na mababa, lakini sisi hapana. Sisi bwana tulikuwa ni kizazi tu, wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, sisi tulikuwa ni kizazi tu baada yao. Hatukufahamu kwamba tunatakiwa kufanya hivi, tukuabudu wewe, tumekula au tumechukua na wewe amana ya kuamrisha mema, ya kutazama maovu, ya kutekeleza ibada, ya kumfuata mtume, ya kufanya mambo mbalimbali ya kheri na kujiepusha na mambo mbalimbali ya shari. Sisi hatukuyajua hayo bwana ya Allah. Afatuhulikuna bima fa'ala mubtilun, kwa nini sasa utuangamize kwa yale ambayo yamefanya na wale babu zetu wao? Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akachukua mkataba huu na nafsi zetu sisi, na sisi tukakubali kama tulivyoona hapa,
kwamba wanadamu nafsi zao zote zikasema qalu bala shahidna, tumeshuhudia. Maana huku ni kushuhudia kwa kukubali. Tumeshuhudia maana tumekubali. Unaweza ukashuhudia lakini usikubali, lakini huku ni kushuhudia kwa kukubali. Tumeshuhudia, tumekubali. Allah Subhanahu wa ta'ala akachukua akarejesha zile nafsi katika mgongo wa Adam. Na kwa tafsiri mbalimbali ambazo wamepita nazo maulama katika upande wa tafsiri. Na watu unaweza wakarejea katika tafsiri mbalimbali za maulama. Katika aya hiyo vile vile katika sura hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala baada ya aya hiyo akasema wakadhalika nufassilu alayati wala'allahum yarji'un. Na hivyo ndivyo ambavyo huwa tunazipambanua aya zetu. Huwa tunaziweka wazi watu waelewe, wafahamu. Jambo linakuwa wazi ili usije ukamlamu mtu. Bali kinachokuja kufuatia ni wewe uje kuilaumu nafsi yako. Kwa hivyo wakadhalika nufassilu alayati wala'allahum yarji'un. Sasa tunaendelea katika ile aya tuliyoiona katika suratul Ahzab, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Allah baada ya kuileta hiyo amana mbele ya hivi viumbe vikakataa, lakini nafsi ya mwanadamu ikakubali, ikasema mimi nachukua hiyo amana. Na kwa sharti hilo kwamba nimekubali, nitatekeleza yale yote ambayo yanaingia katika hiyo amana. Katika kumalizia aya hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala akasema innahu kana dhaluman jahula. Innahu kana dhaluman jahula. Lakini huyu mwanadamu kana dhaluman jahula, amekuwa ni mwingi wa kujidhulumu. Anajidhulumu nafsi yake, anadhulumu wanadamu wenzake, anamdhulumu Mola wake. Kana dhaluman ala wazn al-mubalagha, amekuwa ni mwingi wa dhulma. Anafanya shirki, anaabudu asiyekuwa Allah, anamdhulumu Allah, anawadhulumu watu zile amana zao na haki zao, anavunjia heshima, anawatukana, anafanya kadha, bali yeye mwenyewe anajidhulumu vile vile. Anajua kabisa kwamba kuna kuhesabiwa, na anajua kabisa kwamba amechukua amana, nahu kana dhaluman jahula, na amekuwa ni mjinga haswa. Bora hata mnyama, mbuzi na mimea huko ndizi hizo na migomba na miti yenyewe hakuna adhabu wala hakuna thawabu, hakuna. Lakini huyu mwanadamu yeye anajua kwamba kuna adhabu juu ya jambo fulani na kuna thawabu juu ya jambo fulani na kuna pepo na kuna moto, lakini innahu kana dhaluman jahula. Pamoja na yote hayo amekuwa ni mwingi wa dhulma, ni mjinga, amesahau kile ambacho amekibeba. Jambo zito sana, amana ambayo iliogopwa na viumbe vikubwa sana. Lakini mwanadamu tazama, wewe mwili wako wewe katika hivi viumbe vilivyotajwa, unaweza ukajipima na kiumbe gani? As-samawati, mbingu. Wewe ukitizama umbile lako lilivyokaa na mbingu ilivyokaa, unaingia hata roho ingie. Wal ardhi, lakini vile vile ardhi ilivyokaa huingia hata chembe, bali kazi yake ardhi ni kumeza tu, na ardhi bado inaendelea kumeza na haijawahi kushiba. Tazama mijabali, milima mikubwa kuanzia ambayo tunayo katika mitaa hii,
nenda katika milima mikubwa huko ambayo inatajwa katika dunia kwamba ina rekodi kadhaa kadha na kadha, ambao mingine wamekuwa au watu wa seko wamekuwa kitudanganya kwamba sijui mtu wa kwanza kugundua mlima Kilimanjaro ni mtu fulani. Yaani mlima Kilimanjaro unahitaji ugunduzi. Yaani kugundua kwamba huo ni mlima hainahitaji yaani kufanya tafiti. Sasa yote kwa ukubwa wake nikakataa. Lakini wewe, sisi hapa, mimi na wewe tukakubali. Lakini pamoja na hayo, kila mmoja bali ni insani ala nafsihi basira, kila mmoja anashuhudia juu nafsi yake jinsi alivyokuwa ni mwingi wa dhulma, ni mwingi wa kutofahamu, ni jahul, amesahau, ana ujinga mkubwa wa kutojua majukumu ambayo amekabidhiwa. Ni makubwa kuliko majukumu ya wewe kusimamia familia yako. Amana hii amana hii ambayo sisi tumeichukua kwa Mola wetu kubwa sana. Tayeb, Al-Imam Sa'di endelea baadhi ya maneno hapa nimetanguliza, akitaja kwamba wa annahu ta'ala, na kwamba Allah aliyakuwa ametukuka, aradha al-makhluqat al-azima, amana hii ambayo tumeiona, imtithalu al-awamir wa ijtinabu al-maharim ila akhir, aradha al-makhluqat al-azima, aliweka wazi kuvipa viumbe vikubwa kweli, samawati wal ardh wal jibal, arda takhyiri. Hapa kuna nukta ya msingi, arda takhyiri la tahtim. Allah aliweka ile amana kuvipa hivi viumbe, yani kule kutaka kuvipa au kuvidhihirishia kwa hiari kwamba mtachukua, yani sio lazima, hamlazimishi, lakini ipo hapa, kuna thawabu, kuna iqab. Nyinyi mwaweza yote, mwaweza kufanya jambo fulani mkapata thawabu, na mnaweza kufanya jambo fulani mkapata iqab. Lakini nani anakubali sasa? Nani? Hivi nikakataa. Lakini ilikuwa arda takhyirin, ni kule kuhiarishana, kama vipi unataka vipi nikupe, la tahtim, sio lazima, haikuwa lazima kwamba chukueni. Sasa labda mwanadamu akaona kwamba hivi kwa sababu vimegoma hivi isije ikatuchukia adhabu kwetu sisi kwamba tumeonyesha kiburi kama cha Sheitani alipoambiwa msujudie huyu, yeye akaleta uswafu na maneno na kujigamba kama mimi ni bora na kiburi, akaleta majibu ya ajabu kweli mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio kama mwanadamu alijiogopea hivi kama sije kawa Sheitani. Huyu Sheitani alikuwa wamewajibishwa hao malaika wote wamsujudie Adam, ilikuwa sio takhyir, ilikuwa ni tahtim. Sasa amana hii haikuwa tahtim, hii ilikuwa ni takhyir. Kama unakhiarishwa, kama wewe unaweza ukapewa mtihani, kuna kuchagua pale ABCD, hatujakulazimisha kwamba uchague hii, wewe chagua ambayo utaona ni jibu sawa. Unaona kwamba kule kuna kukata, ukiweka jibu ambalo sio sahihi mkasi. Alimradi kwamba ulazimishwe kwamba yeye chagua hii, lakini matokeo yake kule sio kama matokeo ya hapa hivi. Kwa hiyo alimradi kwamba ilikuwa ni takhyiri, imekhiarishwa hivi kwamba vichukue au vikitaka visichukue, lakini mwanadamu yeye akasema nachukua. Hivi kasema hapana, mwanadamu yeye akasema nachukua. Na ameambiwa kabisa, sio kwamba ilikuwa jambo la kushtukiza kwamba baada ya hapo sasa ndio akaambiwa kwamba kuna hili sasa, kuna hili wewe umekubali, sasa kuna hili na hili. Nilitajwa kwanza, nilielezewa. Kirudi katika tafsiri za ulama, kielezewa kwanza kuna hivi na hivi na hivi na hivi.
kuna iqabi, kuna kadha na kadha, kuna thawabu, kuna hivi. Taweza acho. Kwa hiyo anaelezea hivyo al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Na katika hali ya kuvizungumzisha hivi viumbe hivi vilivyokataa, wa annaki, na Allah subhanahu wa ta'ala havizungumzisha viumbe hivi kwamba wewe mbingu na wewe ardhi na wewe jibali, wa annaki, kika wewe in kumti biha, ikiwa utaisimamia hiyo amana, utaisimamia kisawasawa, wa adaitaha, na ukaitekeleza kuipa haki yake, ala wajiha, kwa namna inavyohitajika, fala kisawa, basi ni yako malipo yuko ni mazuri, ni zako sawa, utapata sawa. Wa in lam taqumi biha, na ikiwa utashindwa, ukazembea, ukapuzia kuisimamia amana hiyo, wala tuatiha, na ukawa si mwenye kuitekeleza amana hiyo, fa'aliki liqab, basi utastahiki haswa adhabu, iqabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, utastahiki adhabu. فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. hivyo vikakataa, mwanadamu yeye akawa ameibeba. Ukataji wenyewe al-Imam Sa'di na yeye aelezea hapa kwamba khaufan, hivi yogopa alla yuqimna bima humilna, visije vikashindwa. Khaufan, kaogopa, alla yuqimna, visije vikashindwa kusimamia bima humilna, yale ambayo vimebebeshwa, la isyana li rabbiha au la isyana li rabbihinna, havikuogopa au alikukataa labda ni kwa kumwasi Mola wake, wala zuhudan fi thawabi, wala alikukataa kuchukua hiyo amana labda kwa sababu ina zuhudi ya thawabu, yani anahitaji thawabu kwamba sisi tunatosheka bwana, Allah bwana hii thawabu, kama kuna anayetaka achukue sisi hapana. Khaufan alla yuqimna, hii ndio sababu. Kwa hivyo hilo, waaradaha ala al-insani, lakini kwa sharti hilo kwamba mtaibeba, kuna malipo mazuri, kuna malipo yanayostahili katika malipo ya uovu. Waaradaha ala al-insani, Allah akaidhirisha ile amana, kumdhirishia mwanadamu ala dhalika sharti, kwa masharti haya al-mazkur yaliyotajwa, faqabilaha wa hamalaha, mwanadamu yeye akakubali na akaibeba hiyo amana. Imtithalu al-awamir wa ijtinabu al-maharim fi hali sirri wal khufya ka hali al-alaniya, akakubali. Sasa katika kumalizia sura hiyo, baada ya hiyo aya, Allah subhanahu wa ta'ala akasema liyu'adhib Allahu almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat wa yatubu Allahu 'alal mu'minin kana Allahu ghafurur rahima. Hapa tutaweka nukta sehemu hii ya pili, ambapo tutakuja baada ya dakika 5 kuendeleza maana tuliposimamia hapa katika aya hii. Barakallahu fikum. Tupate dakika 5-7 hivi za pumzika kidogo. Jazakumullah.